Pata fursa ya kwenda shuleni tukasaidie watoto walioko kwenye mazingira yetu. Baadaye tupate viongozi mahiri, viongozi makini, madaktari bingwa na mainjinia ambao watakuwa na uchungu na nchi yao, kwa sababu yapo makundi ya wajasiriamali yaliwashika mkono. Kwa namna hii tunatengeneza viongozi watakaojali jamii yao, viongozi watakaotumika kwa uzalendo, kwa sababu ipo jamii iliyoshirikiana kuwafikisha hapo walipo. Na wote mnakumbuka tulikubaliana, kati ya vitu ambavyo tunapinga cha kwanza kama taasisi ni kulalamika, ni kunungunika, kukata tamaa. Tumeshazunguka kama ofisi kwenye vikundi vyote kufundisha namna ambavyo hatua ya kwanza tunaipiga. Na hapa tulipo kwenye kikundi hiki wameonyesha namna ambavyo hatua hiyo wameshavuka. Ofisi ipo tayari na inatumika. Eneo lipo tayari limeshalipiwa. Sasa leo tunaanza mchakato wa uzinduzi wa kiwanda cha kukoboa na kuchakata nafaka. Hiyo sasa inagusa ngazi ya kitaifa. Serikali yetu inahimiza uwekezaji, hasa viwanda vidogo vidogo kwa wajasiriamali. Hatua ambayo NIKIMA umefika ni kuisapoti na kuiunga mkono serikali yetu tukufu kwenye uwekezaji wa viwanda. Mashine ya kukoboa na kusaga ni moja ya viwanda vinavyotoa huduma kwenye maeneo yanayotuzunguka. Tunawarahisishia majirani zetu kwenda mbali kupeleka madebe ya mahindi kwenda kusaga. Sasa hivi watatumia ofisi hii au kiwanda hiki kwa ajili ya kupata huduma ya chakula, lakini pia kuongeza kipato, na mzunguko wa maeneo haya kifedha utaongezeka. Kiuchumi kuna namna ambayo tutachangia kwenye eneo letu kwa wajasiriamali wa eneo husika. Nichukue nafasi hii ninapohitimisha kumshukuru sana mgeni rasmi kwa kukubali mwaliko wa kushirikiana kusimama kwa nafasi hiyo kubwa, kuwaunga mkono na kuitia moyo kikundi cha NIKIMA leo kwa ajili ya uzinduzi huu ambao wageni wengi na marafiki zetu kutoka maeneo mbalimbali ikiwepo Chanika, ikiwepo Msongola, ikiwepo Kerezanga, ikiwepo Kivule na maeneo mengine, pamoja na viongozi mbalimbali wa dini akiwepo wachungaji, kushirikiana pamoja nasi, kwanza kuunga mkono mradi huu, lakini pili kuendelea kudumisha mahusiano mazuri ambayo taasisi yetu imeyatengeneza kwenye vikundi vyetu. Ushirikiano na umoja huu usiishie hapo, uendelee kwenye vikundi vyote mpaka tutakapofikia mahali tumekwamua watu wetu kwenye utegemezi, hasa kwenye masuala madogo ambayo yanatuhusu. Sisi hatuhitaji tena kuzungumza masuala ya harusi kwa masikitiko. Tunawezeshwa kupitia vikundi vyetu. Hatuhitaji kuzungumza masuala ya misiba na changamoto ndogo ndogo za familia. Vikundi vyetu vimefikia mahali vina uwezo wa kushughulikia masuala hayo. Sasa tunataka kutoka hapo kwenda kwenye ngazi ya uwekezaji kiuchumi. NIKIMA mmekuwa mfano mzuri pamoja na vikundi vingine ambavyo vimeendelea kuchukua mawazo mazuri ya ofisini na kuyafanyia kazi. Kitendo cha kuwakusanya watu leo kwa gharama kubwa na maandalizi mazuri haya ni tafsiri kwamba safari ya uwekezaji kikundi cha NIKIMA imeanza. Na mimi nitumie jukwaa hili hasa kwa sababu tunao wenzetu wa vyombo vya habari kutangazia umma na serikali yetu tukufu ya Tanzania kwamba safari ya kuwawezesha wajasiriamali wadogo kwa taasisi yetu ya Shivuta imeanza. Tuombe kusaidiana na kushikana mkono pale ambapo inabidi. Kikundi hiki kitambulike rasmi kwa viongozi, kwa jamii, na wale ambao wana uwezo wa kusaidia mara baada ya harambee hii wanaruhusiwa pia. Tutataja namba ya mwenyekiti kuchangia kwa namna yote, ama kwa kutembelea kwenye kikundi au kutumia namba ya mwenyekiti na kuwasapoti mahali popote ulipo Tanzania. Wakina mama na wakina baba hawa ambao wamekuja na wazo kubwa la kuleta ukombozi kwa wakina mama na wakina baba, liungwe mkono na lilete matokeo makubwa kwa watu wetu maeneo haya tuliopo, lakini watu wengine wajifunze kupitia kikundi hiki cha NIKIMA. Baada ya kusema maneno haya, nishukuru mwenyekiti kwa nafasi ulionipatia. Karibuni kwa ajili ya harambee yetu maalumu, na fikiri mwenyekiti alishazindua. Sasa tuendelee na ratiba. Asante sana.